Yuda. Tuzitambue alama za zamani. Naomba uwe makini sana. Kama una usingizi, chukua maji nao uso kabisa, na unywe maji. Naomba mkono wenu kwa wale ambao walizaliwa katika Uadventista, wanyoshe mkono juu. Ingawa kuzaliwa haikufanya kuwa mwana imani. Watatu tu, nyosha tu, msishushe, nyosha tu. 1 moja. Wewe kuzaliwa, wewe Mchaga. 1 2 3 4 5. Watano tu. Wengine ambao walibatizwa katika imani ya CDA ya zamani, nyosha mkono. Asante. Na wengine ambao moja kwa moja tu walitoka kule wakajiunga na kanisa hili la matengenezo, nyosha mkono. Okay. Kwa ina maana nyinyi, shusha tu, nyinyi hamjui historia nyuma ya kanisa la CDA, ndio? Hata wa CDA wenyewe. Sasa hapa basi wote mnisikize kwa makini. Karibu Musa na John. Sasa kuna nukuu nimeiweka hapo mbele. Hapo mwanzo siku ya Jumamosi nilifundisha somo nasema kwamba ni Mungu gani tunayemwabudu. Mungu gani tunayefanyaje? Tukaona ni Mungu yupi? Mungu mmoja aliye Baba. Sasa leo nataka tuangalie, tutazama kidogo ndani, tumuone huyu Baba yukoje na ni msingi gani katika imani hii ya Adventista pamoja na sisi. Nikisema Adventist ni sisi wenyewe, Seventh Day Adventist, ila hilo jina limetaifishwa. Ukilitumia huko mtaani unaweza ukakamatwa, sababu limeshakuwa trademark. Lakini hilo halikupaswa kusajiliwa, maana hilo ni la kila mtu ambaye anaamini kuja kwa nani? Kwa Yesu, na kitambua sabato, siku ya saba kuwa sabato ya Bwana. Hii nukuu ipo kwa English, wacha tu niende kwa Kiswahili moja kwa moja. Nimetafasiri. Nasema hivi: wale wanaotafuta kuondoa alama za zamani za kweli hawashikilii imara, hawakumbuki ni jinsi walivyopokea na kusikia. Wale wanaojaribu kuingiza nadharia ambazo zinaondoa nguzo za imani yetu kuhusu patakatifu. Nikisema patakatifu, mnanielewa vizuri? Namaanisha nini? Sanctuary. Kuhusu nini? Patakatifu, au kuhusu nafsi ya Mungu au ya Kristo. Wanafanya kazi kama watu vipofu, wanatafuta kuleta mashaka na kuwaacha watu wa Mungu wakielea bila nanga. Na anashapanda au kuna watu kutoka Zanzibar, nyoshe mkono. Wengine hawajafika Meli mkishuka pale, ile meli mnaokuja nayo si mliweka nanga? Bila nanga meli inachukuliwa na upepo. Kwa ina maana hawa, bila kuwa watu wakipuuza nafsi ya Mungu au ya Kristo, wanaelea bila nini? Na maana wanachukuliwa na upepo huku na huku. Kuna nukuu hapo ilisema hapa na Demi alinukuu katika Biblia kwamba kuna mafundisho ambayo yanawapeperusha. Ni ngapi umesoma ile? Waefeso 4, hebu tuisome hiyo. Waefeso 4:14. Waefeso 4:14. Piga haraka, twende haraka. Anasema ndio, ili tusio tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Asante. Simuona ni kitu gani mpaka inapulizwa na upepo baharini? Si ni meli bila nanga. Kwa ina maana usipojua nafsi ya Mungu na Kristo, wewe unaelea bila nini? Kama ni kanisa, wote mnaelea bila nini? Na leo wachungaji wanapuuza habari ya nafsi ya Mungu na nani? Na Kristo, kwa sababu wanasema si lazima kujua. Wewe pambana, twende wapi? Mbinguni. Si mnaambiwa hivyo? Sasa unapambanaje kwenda mbinguni kwa mtu usiyemjua? Yaani unaenda kwa fulani, wewe twende tu, hatumjui wala kwake hatupajui, afu ni driver huyo. Sasa kuhusu patakatifu pia nitafundisha katika eneo la mafundisho ya unabii, sanctuary message. Hiyo ndo ni moja ya foundation yetu sisi kama Waadventista. Tulipoacha sanctuary message, ndio tukaingia katika mafundisho mengine ya umizimu.
maana sanctuary message ndani yake, ndani ya sanctuary kuna Mungu na kuna kuhani mkuu, Mungu na mpatanishi peke yake. Sasa hilo ni jambo lingine. Sasa tuendelee katika pointi hii. Hii hotuba Ellen White aliitoa katika wajumbe wa mkutano mkuu wa Waadventista wa Sabato kule Tacoma Park, Marekani, Washington DC, Mei 24 mwaka 1900 na ngapi? Na 5. Walisema Ellen White alitransit kwenda katika fundisho la utatu mwaka 1898. Sasa wanajaribu kudanganya wa Sabato, lakini hapa ni mwaka 1900 na ngapi? Na 5. Kwa hiyo nafsi ya Mungu na nani? Na Kristo. Alikuwa anamaanisha nini? Twende vizuri. Hii ni Testimony for the Church, gombo la 6, ukurasa wa 17, para ya pili. Nasema hakuna mstari wa kweli uliowafanya Waadventista wa Sabato kuwa walivyo unaopaswa kuzoofishwa. Hapa naongelea Uadventista. Tumekuwa Waadventista sisi hapa. Tutakubaliana mpaka hapo Tunazo alama za zamani za kweli, uzoefu na wajibu, nasi tunapaswa kusimama imara katika kutetea kanuni zetu mbele ya nini? Ya ulimwengu wote. Mungu aliwakata Waadventista kipindi kile cha tikisiko kuu mwaka 1844, akawapa kweli za msingi. Nilifundisha hapa kuwa Mwadventista ni kemeo katika ulimwengu wa Kiprotestanti ulioasi. Review and Herald, Agosti 31, 1905, aya 11. Na wasi kila mmoja awe wazi na thabiti kuhusu kweli za hakika ambazo tumesikia, kupokea na kutetea. Kauli za neno la Mungu ziko wazi. Simameni imara juu ya msingi wa kweli ya milele. Kataa kila aina ya kosa, hata kama limefunikwa kwa muonekano wa ukweli ambao linakana nafsi ya Mungu na ya nani? Yaani kama utapewa maneno mazuri ya kupendeza, lakini mwisho huo msingi unakataa nafsi ya nani na nani? Hiyo ndio 17:3 kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. Nipe hilo andiko. Tuanze mstari wa kwanza. Anasema ndio maneno hayo aliyasema Yesu. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasemaje? Baba, saa imekwisha kufika. Tukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Ili wote uliompa awape nini jamani? Uzima wa milele. Awape nini jamani? Uzima wa milele. Mstari wa 3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Nasikia andiko hilo. Ila likienda kwa wachungaji linachakatwa. Wanakuambia wewe hujajua hiyo hamaitiko sijui. Kutafasiri kisayansi unacheka hapo. Ni kwamba hapo Yohana alikuwa anaandika, alikuwa amekaa hivi mkao fulani, yaani maneno yanakuwa ni matamu na watu wanafanyaje? Wanashawishika. Jeni kuonyesha hapa kitu moja. Hii nukuu inasema hivi. Hii ni katika nukuu inaitwa manuscript ya 13 mwaka 1889 ile aya 9. Hivi katika Minneapolis, katika nini? Mungu aliwapa watu wake vitu vya thamani vya kweli katika mpangilio mpya. Kidogo kabla sijaenda kusema nukuu, Minneapolis kwa wale ambao ni wasomaji wa historia ya CDA, Minneapolis ni mji wa Marekani. Ilifanyika mkutano mkubwa 1888 mwaka 1888. Hapo ndipo kuna nuru kubwa Mungu aliileta kupitia wachungaji wetu, mmoja anaitwa Wagona, mwingine A.T. Jones. Nafikiri na kitabu cha tutawasomea baadaye kuhusu ujumbe nukuu kwamba huo ndio ujumbe wa malaika yule wa 10 na ngapi?
wa 18 akiambatana na ujumbe wa Ufunuo 10 ngapi? 14, ujumbe ambao unaangaza katika ulimwengu wote. Kumbe ujumbe wa Ufunuo 18 tayari ushahubiriwa, ila ukienda kwenye mdaro na wa SDA wanasema huo ujumbe bado, kwa sababu wameacha nuru. Na ule kama light wangeusoma ujumbe wa Minneapolis mwaka 1888, leo kanisa la SDA lisingeamini fundisho la nini? Utatu. Lisingeamini kabisa. Ndio maana mwaka 1988 Willand na Scott wakati ujumbe umefikisha miaka 100 waliandika waraka kwenye General Conference kwamba tumetumwa na Mungu kuwaambia, Mungu anasema SDA rudini katika nini? Ujumbe wa Minneapolis. Lakini waligoma, walikataa. Sasa mnafahamu Willand ni yupi? Acha mtoto, baba yake alikuwa anakaa hapa Nairobi, alikuwa ndo ameandika kitabu cha Danieli na siku. Si mnafahamu hicho kitabu Mungu ana wajumbe. Sasa ndani sababu mmenielewa vizuri naposema Minneapolis kama una swali utaniuliza. Nuru hii kutoka mbinguni ilikataliwa na baadhi ya watu kwa ukaidi ule ule ambao Wayahudi walionyesha walipomkataa Kristo. Kulikuwa na mazungumzo mengi kuhusu kushikilia alama za zamani, lakini kulikuwa na ushahidi kwamba hawakujua alama za zamani zilikuwa ni nini. Kulikuwa na ushahidi na hoja kutoka katika neno ambazo zilijipendekeza kwa dhamiri, lakini akili za watu zilikuwa zimefungwa dhidi ya kuingia kwa nuru, kwa sababu walikuwa wameamua kwamba hiyo ilikuwa ni kosa hatari linaloondoa alama za nini. Nani ameshasoma kitabu cha Haki kwa Imani cha Johnson and Wagner? Nyoshe mkono. Deme noja kisoma hicho kitabu? Umekisoma ndio kiliwekwa pale. Sasa najua nifanyeje? Hebu ngoja nitakitafuta niwatumie kwa WhatsApp. Sawa muone vitu viko hapo. Ndio kilikuwa kinapresentiwa hapa, watu wakakikataa. Lakini Renato akasema hilo ni kosa ambalo kwa ICDA limeandikwa mbinguni kwa kalamu ya nini? Ya chuma. Kumbe unacho Kristo na haki yake. Hicho unaona kama si chote, hicho ni chote. Ni chote. Kristo na haki. Sasa humo ndani kwa nini walikataa? Sababu Wago nakaandika kwamba kulikuwa na wakati huko milele ambao Kristo alizaliwa kutokana na nani? Na Baba. Kwamba huko kuna milele kule hakuwako. Hapo ndipo ICDA wakagonga nini? Mwamba. Kwa hiyo Eleneta kwambia huo ujumbe mliokataa, dhambi yenu imeandikwa kwa kalamu ya nini? Ya chuma. Kidogo mimi ni mwana historia. Lakini akili za watu tuendelee kidogo hapo. Kupitia kwa wakati mwaka 1844 ulikuwa kipindi cha matukio makubwa. Ukifungua mbele ya macho yetu yaliyoangaza, yaliyoshangaa utakaso wa patakatifu. Sasa anarejea mwaka 1844 kutoka 1888 kuhusu kwamba kweli za zamani anawafundisha za zamani, anarudisha kuanzia mwaka 1800 ngapi? 44. Kwanza patakatifu na wenye uhusiano mkubwa na watu wa Mungu duniani. Pia ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili na nini? Wa tatu. Ni ukweli wa nini? Wa zamani. Jumla vizuri Ukweli wa nini? Ukweli wa nini? Wa zamani. Ukifungua bendera ambayo juu yake iliandikwa amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu. Patakatifu, ujumbe wa malaika wa tatu, amri za nani? Za Mungu na imani ya Yesu. Moja ya alama za zamani chini ya ujumbe huu ilikuwa ni hekalu la Mungu lilionekana mbinguni na watu wake wanaopenda kweli, pamoja na sanduku la agano lenye sheria ya Mungu, nuru ya Sabato. Amri ya 4 ilitoa miale yake yenye nguvu katika njia ya wavunja sheria ya Mungu. Mateso ya milele kwa waovu ni alama ya zamani. Siwezi kukumbuka jambo hili lingine lolote linaloweza kuingia chini ya kichwa cha alama za zamani. Kelele hizi zote kuhusu kubadilisha alama za zamani ni za kufikirika tu. Kumbuka nukuu ya kwanza, alama za zamani pia ni Mungu, nafsi ya Mungu na nani? Na Kristo. Sasa tukijumlisha hapa tunapata mambo kama haya 6 kwanza kwa haraka haraka, ingawa yako zaidi ya 6. Moja ni nini? Hekalu, si ndio Pili nini? Nafsi ya Mungu na nani?
3 ujumbe wa malaika watatu. 4 sabato ya siku ya 7. 5 hakuna jehanamu ya nini? Hakuna jehanamu ya milele. 6 amri za Mungu na imani. Hiyo ndio alama za nini? Ingawa ziko zingine zinaenda ziko chini. Sasa nataka nichukue hizo ni za msingi katika hizo nukuu. Tusiingie sana kwa ndani, tutafungua vitu vingi na funa muda utakosa. Nataka tuende kwenye ile cream layer. Sasa tuje sasa katika hoja mtambuka. Sasa tuanze nafsi ya Mungu na ya nani? Ya Kristo. Sasa naomba unisikize kwa makini sana. Kama nilivyokuambia uwe makini, sasa ongeza umakini mara ngapi? 3. Nafsi ya Mungu na ya Kristo. Ule mwaka 1905 kuna mchakato ulifanyika pale. Na kuanzia ule mwaka 1897. Hii nukuu inasema hivi, hii ni manuscript ya 62 mwaka 1905 aya 4. Ndugu Belenga hafahamu anachokifanya zaidi ya vile Dr. Kellogg alivyofahamu kwamba kitabu cha Living Temple kilikuwa na baadhi ya makosa hatari sana ambayo yangeweza kuwasilishwa kwa watu wa Mungu. Makosa yenye kuvutia zaidi yamefichwa ndani ya nadharia hizi na mawazo haya ambayo kama yakikubaliwa yatawacha watu wa Mungu katika msitu wa makosa. Huyu nani? Ellen anamwandikia huyu Benda ambaye alikuwa alishawishika na kitabu cha Living Temple. The Living Temple, yani hekalu lililo nini? Hai. Huu ni mwaka 1905. Sasa kitabu cha Living Temple kiliandikwa na Harvey Kellogg. Ukiingia kwenye supermarket yoyote kubwa kubwa utakuta kuna bidhaa zimeandikwa Kellogg. Karanga nini. Mtu alikuwa ni profesa mzuri sana kwa mambo ya afya, na huyu mtu alisomeshwa na familia ya Ellen G. White. James White na Ellen White walimsomesha nani? Kellogg. Na walimsomesha maalum ili awe daktari katika masomo ya afya. Lakini Kellogg akaja akaandika kitabu cha Living Temple. Akaingiza nadharia za ajabu. Za nini? Za ajabu kuhusu Mungu. Ndio Ellen White ingawa amemsomesha yeye, katumia gharama zake, lakini alimkataa. Si nimesoma hapo kwamba mtu akipishana mkataa? Sikaandika mwenyewe. Si pia ukataa, unaweza kukataa pia ukweli. Lazima uangalie msingi wa Biblia. Maana nimeanza na maandiko matakatifu. Bwana asifiwe. Sasa huyu Kellogg ni nani? Na kitabu cha Living Temple ni kipi? Nisikize kwa makini. The Living Temple ninavyosema. The Living Temple ukurasa wa 28. Nimenukuu hapo. Kina mambo mengi lakini nimenukuu hizo aya mambo machache. Mjue kwa nini Ellen White alikataa kitabu cha Living Temple. Na kwa nini Mungu, kwa nini Beto Greek? Beto ilikuwa ni makao makuu ya Wasabato wa kipindi kile, na kulikuwa kuna hospitali kubwa ya masuala sanitarian. Kwa nini ilichomwa na Mungu? Ule mwaka 1905 iliteketezwa, haikubaki hata msumari. Ushaona moto wa hivyo? Ushaona moto wa hivyo? Unakula paka tofali. Huo moto sio wa kawaida. Ni kwa sababu ya kitabu cha nini? Living Temple. Wakati nabii anawaonya kuhusu hicho kitabu, wachungaji wakapuuza. Akawaambia Mungu ataleta hukumu hapo Betogreek. Na Mungu amekataa Betogreek kwa sababu ya Kellogg. Wakawa wanaweka hivi. Wakaamka asubuhi yote imefekelewa mbali. Jibu ndio vizuri? Haya mambo yako serious brother. Hii nuru ambayo tuko nayo si ya mchezo. Sikia vizuri sasa. Living Temple inaongea nini? Mungu ndiye maelezo ya asili. Huyu ni Kellogg. Mungu ni maelezo nini? Huyu alikuwa ni kiongozi ndani ya kanisa la CDA. Sio Mungu aliye nje ya asili, bali yuko ndani ya asili, akijidhihirisha mwenyewe kupitia na ndani ya vitu vyote. Mahali ambapo roho wa Mungu anafanya kazi, mahali ambapo nguvu ya Mungu inajidhihirisha, Mungu mwenyewe yupo hapo kikweli na kikamilifu. Yaani leo ukiona muembe, Mungu yuko ndani ya muembe. Ukiona ng'ombe, Mungu yuko wapi? Hii ni nadharia ya pantheism. Hinduism, Buddhism, Shintoism. Yaani inabomoa nafsi ya nani? Ya Mungu. Sio, mnaelewa vizuri? Kwa anapokuwa anaandika ile nukuu,
wale wote ambao wanaharibu old landmarks, alama za zamani, wanajenga juu ya msingi wa makosa, wanaelea bila nanga. Sikia tu, tuende kwenye kitabu cha Living Temple. Anasema hii ni mwaka 1903 wakati amekizindua kitabu cha Living Temple. Mtu anaweza kusema Mungu aliumba mti, lakini yumo ndani ya nini? Hayumo ndani ya mti. Mungu aliumba mti, lakini hayumo ndani ya mti. Mpingaji huyo anasahau kuwa mchakato wa kutengeneza mti katika mti ulio hai haukomi kamwe. Mti ukiwa hai, mti unapokuwa haujiumbi wenyewe. Nguvu ya uumbaji inaendelea mbele ya muda wote. Ni Mungu aliye hai ndani yake anaufanya ukue. Yaani Mungu, ili mti ukue, Mungu inabidi akae ndani ya nini? Ya mti. Katika Mwanzo 1 Mungu akati anaomba viumbe, alitumia njia gani? Sema iwe, si ndio? Iwe miti. Kwa hiyo neno lake ndio limefanya miti ikafanyaje? Ikawepo. Lakini yeye anakuwa ndani ya vitu. Yaani Mungu amefungwa na hivyo vitu. Sikia vizuri. Temple hiyo, Living Temple, kurasa wa 15 na 20. Tunatambua uhai mmoja unaofanana, nguvu moja inayochechemea katika kila kiungo kinachoruka au kutembea. Uhai wa wanyama na uhai wa mimea si kwamba ni vitu vinavyofanana tu, bali kwa hakika ni kitu kile kile kimoja. Sikia hii nukuu mbaya sana. Mawazo haya yalimfanya Kerogi kuandika katika barua ya viongozi wa kanisa. Akawaandikia barua akijitetea hivi walivyomkemea kwamba nadharia ambayo unaifundisha si ya Biblia. Akajibu, shida yote katika kitabu cha Living Temple inajumuisha katika swali hili: je, Roho Mtakatifu ni nafsi? Roho Mtakatifu nini? Nilikuwa nafikiri kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi na kwamba Roho Mtakatifu ndiye Mungu aliye ndani ya miti na ndani ya wanadamu. Si mnanielewa vizuri? Walimwambia waasisi kwamba unachofundisha sita tukikubali, Roho si mtu mwingine, ni roho ya nani? Ndio akawaandikia sema, nilifikiri kwamba mnaamini Roho ni nani? Ni nafsi. Yaani kwamba nafsi katika mtazamo wa pionia unaposema ile person, walikuwa na ile little being. Yaani kama vile baba na nani? Na mwana. Wenyewe waliamini ni nafsi ya kiungu, yaani ni nafsi ambayo inabeba utu wa nani? Wa Mungu. Si Mungu mwingine, bali ni roho ya nani? Ya Mungu, ambayo inawakilisha utu wa nani? Sasa Kerogi akatengeneza Roho Mtakatifu kuwa Mungu mwingine mwenye kutegemea, akiwa tangible and literal. Ndio akamkatalia kwamba Roho Mtakatifu naye anakaa ndani ya miti, ndani ya ng'ombe, ndani ya kila kitu. Iko hivyo jamani? Nasikia. Sasa nukuu zingine ziko hapa. Akikataa kwamba Mungu ana umbo. Mungu ni essence. Nikisema essence ni kiini kinachoenea, kimetapakaa, kimeenea. Mungu Baba hayupo katika mahali pa kijiografia kwamba yuko wapi? Mbinguni. Yaani Mungu amesambaa, ana umbo. Hiyo ndio version ya nani? Ya Kerogi. Kwa hiyo ikabomoa nafsi ya nani? Ya Mungu na nani? Na Kristo. Ellen White ya kulala. Sikia vizuri hapa. Majibu ya Ellen White kwenye The Ministry of Healing, page ya 429. Sema nadharia za kizahania, yani pantheistic theory, zinazomfanya Mungu kuwa kitu kisicho na umbo wala nafsi, zinatengua ukweli Mungu ni Baba, mwanawe Yesu Kristo ni chapa halisi ya nafsi yake. Sio, mnaelewa vizuri? Hapa namjibu nani? Kerogi. Kama unasinzia amka. Beo, amka. Kunywa maji na uso kabisa. Kwani upito ndio soma funikaje nikahukumiwa? Narudia tena. Anamjibu nani? Dr. Kerogi. Nadharia za kizahania, pantheistic theory, zinazomfanya Mungu kuwa kitu kisicho na umbo wala nafsi, zinatengua ukweli Mungu ni Baba, mwanawe Yesu Kristo ni chapa halisi ya nafsi yake. Yaani leo ukikuta fundisho kwamba Mungu ana umbo, ana nini? Na mwanae ana umbo, yaani kwamba wao wamesambaratika tu.
ujue wewe una tofauti na Buddha, tofauti na Hindu, tofauti na Shinto na wana utatu hawakubali Mungu ana umbo. Uongo kweli? Nukuu iko hapa chini, tuendelee vizuri. Testimony for the Church, volume 8, page ya 263. Mungu ni roho, bado yeye ni nafsi yenye umbo, kwani mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake. Bwana asifiwe. Ellen White alikuwa ni mwamini wa dini ya zamani inaitwa Methodist. Takusomea article yao kuhusu Mungu, ambaye alikuwa ni mwamini wakati huo pamoja na wazazi wake. Article yao ya utatu ilikuwa yaamini Mungu ana nini? Ana umbo. Nitakusomea hapa article ya imani ya Ellen White ya zamani. Sema Ellen White kwa mwana utatu. Ukishasema Mungu ana umbo, umebomoa nini? Utatu. Sababu Mungu akiwa na umbo, afu ni ana nafsi ngapi? Inakuwa lijitu au? Sasa ili kusawazisha inabidi baba asiwe na umbo, mwana asiwe na nani? Yaani tu wao watu wanaelelea ili abaki huyu Mungu huyu mmoja asiyejulikana. Hebu nitoe maandiko. Msomaji, nipe kitabu kile cha Kutoka 33 mstari wa 20 na 21. Tuangalie maandiko yanasemaje kuhusu swala ambacho amesema Ellen White kwamba Mungu ana umbile. Kutoka 33 mstari wa 20 na 21. Haraka. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu. Musa alitaka kumuona nani? Mungu akamwambia huwezi kuniona uso wangu. Maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama hapa pana mahali karibu nami. Tulia, hapa pana mahali karibu nami. Kama Mungu ni msambaratiko aliyeenea, anahaja kusema kwamba hapa mahali ni karibu nami? Si anamwambia tu mimi nimeenea tu, sio na wasiwasi. Anasema hapa pana mahali karibu nami. Maana Mungu ana umbo la kijiografia. Endelea. Nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha utakuwa wakati unapopita utukufu wangu. Soma kwa nguvu. Kisha itakuwa wakati utakapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba, na kukufunika kwa mkono wangu, hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu. Nawe utaona wapi? Nyuma yangu. Kama Mungu ni msambaratiko ambaye ameenea, huo unamuonaje sasa nyuma yake? Na anakuja na nyuma. Kevin ameongea vizuri sana. Anakuja na nini? Ana nyuma. Maana kama yeye ameenea tu, hana nyuma wala nini? Huyo ndio Mungu wa Kristo wa leo. Ana nyuma wala? Na Musa aliona nyuma yake. Sasa wakati dada yake Musa anaitwa Miriam na kakake Musa anaitwa Aaron, walimsema nani? Musa. Kwamba huyu Musa tu, yaani Mungu ndo anasema naye peke yake, yaani yeye ndo amempa nafasi ya kuongoza taifa zima. Na hii ndo roho ya matunguniko ya wana matengenezo. Roho ya nini? Si tu matengenezo tu, hata Wakristo wengine. Ukiona mtu ana karama kubwa, shikamana naye. Bwana asifiwe. Mjenge kanisa pamoja, mwambie Mungu yangu iko wapi? Si ukomae na kalama ya nani? Ya mwenzio. Mungu yangu iko wapi? Tushikamanishe kalama hii na kalama hii, tuwapeleke watu mbinguni. Bwana asifiwe. Sasa walivyomsema Musa na Musa, tayari Mungu amemonyesha umbo lake. Unajua ni heshima kubwa Ni heshima kubwa sana. Tunafahamu Washo na umbo la Mungu wewe. Washo na umbo la Mungu wewe. Musa akafanyaje? Akaona umbo la nani? La Mungu. Sasa baadaye walivyomsema Musa, sikia hasira ya Bwana ilivyowaka. Hesabu 12. Tuanze ule mstari wa 4 mpaka 8. Anasema, ndio Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Mariamu. Tuanze mstari wa 3. Anasema, basi huyo Musa. Tuanze mstari wa 2. Wa pili anasema, wakasema, Je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Sikia. Bwana akasikia maneno hayo. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Mariamu na kumwambia, tokeni nje ninyi watatu. Masikia vizuri hapo? Akanena Mungu alisikia uchungu sana. Akatokeni nje nyinyi watatu. Endelea. Mwende hemani
mwa kukutania. Ndio. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Zingatia, Bwana akashuka katika nguzo ya nini? Ya wingu. Kama Mungu ameenea, anaja kushuka. Ni kweli kwa njia roho yake iko popo, lakini ana umbo lake la nini? La kijiografia. Anashuka katika nguzo ya wingu. Soma. Akasimama pale mlangoni pa hema. Ndio. Akawaita Haruni na Mariam. Nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambiaje? Sikizeni basi maneno yangu. Akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Kwake nitanena mdomo kwa nini? Kwa mdomo. Maana ndio waziwazi wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana atafanyaje? Yeye ataliona. Na umbo la Bwana yeye atalifanyaje? Ataliona. Yaani Mungu akunena na Musa kwa maono wazi. Yaani leo uko hapa asikia Mungu anakuongelesha. Kevin, ujambo, si ndio Mdomo kwa nini? Si yule mtu unaota asubuhi, Bwana amesema nami katika ndoto. Hapo Mungu anamtokea Musa, anazungumzana wazi. Huo ulikuwa ni mpango wa Mungu kuja kuishi na viumbe vyake. Bwana asifiwe. Sasa tunakubaliana katika maandiko ya Mungu ana umbo. Vipi na mkono? Huyo ni Bwana Yesu. Lakini hiyo Yesu nitakusomea hapo. Yesu, ukiona Yesu ana umbo, ujue yeye ni chapa ya nafsi ya nani? Tuko pamoja mpaka hapa Si kwamba haonekani kwa sababu ya dhambi. Tuko pamoja. Si Isaya imesema kwamba amejificha kwa sababu ya dhambi zetu. Haya, nipe kitabu kile cha Danieli 7 mstari wa 9. Sasa baba yake Yesu anaitwa mzee wa siku. Soma. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Anaitwa mzee wa nini? Wa siku. Ameketi. Mstari wa 13 anasema nikaona katika njozi za usiku na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu akamkaribia huyo mzee wa siku akamleta karibu naye. Wakamleta karibu naye. Kuna maana kuna mzee wa nini? Wa siku. Na mtu mfano wa nani? Wa mwanadamu. Keti. Mungu si kitu fulani la kutisha. Mungu alitumba kwa mfano wake, inward and outward, kulingana na practical and prophets. Sikia vizuri, Ezekieli 1:26 nisomee. Ameketi, ndimi za moto zimemzunguka, akiwa na mfano wa mwanadamu. Soma. Anasema ndio. Na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao ndio palikuwa na mfano wa kiti cha enzi, ndio kuonekana kwake kama yakuti samawi. Na juu ya mfano wa huo wa kiti cha enzi ulikuwa kwa mfano wa kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Yaani kuna kiti cha enzi kuonekana kama mfano wa nani? Juu ya. Maana Mungu ana umbo kama lako na mimi. Bwana asifiwe. Lakini si lako limechoka sababu lina dhambi. Kichwa kibovu, meno imetoboka tu, chakula sukari pako umechanganyikiwa. Maana leo tuna masomo ya afya, lakini Mungu ana mpango wa kuturekebisha. Bwana asifiwe. Tutakuwa safi, watu janti, watu walefu baada ya ukombozi. Hapa tumechoka tu. Yaani wewe Shirima ulivyo mfupi hivi kweli. Ndio maana siku ya ufufuo tutashangaa majanti. Kulingana na Patriarch Prophet, Adam alikuwa na urefu zaidi ya futi 18. Futi 18 ni kama umeona hiyo nyumba hapo. Huo waya umeme hapo. Ndio huo urefu huo. Hiyo chuma hiyo. Kwa ilikuwa ni zaidi ya hiyo giant. Kwa ina maana leo mzee Gumbo, wewe ndio mtoto unayezaliwa leo na Adam. Unatambaa, hata utambai. Walikuwa ni mkubwa sana. Na Yesu tunaambiwa ni mrefu kuliko nani? Adam. Maana alimwambia Musa, nitakufunika katika mkono wangu. Sasa Mungu ni roho, bado yeye ni nafsi yenye nini? Umbo. Maandiko yanasema katika Mathayo 5:8, heri wenye moyo safi, maana watamwona nani? Mungu. Bwana asifiwe. Ufunuo 22 mstari ule wa 1 na mstari wa 3 nisomee. Inasemaje?
Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, ndio, wenye kung'aa kama bilauri. Hiyo ni mbingu mpya na nchi mpya, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Endelea mstari wa 3. Wa pili anasema katikati ya watatu wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Ndio. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha nani? Na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake. Tulia kidogo. Ina maana ndani ya Yerusalemu mpya kuna kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Na cha nani? Na cha mwana kondoo. Na tumeambiwa wale ambao wanaondoa nafsi ya Mungu na Kristo wanaelea bila nani? Bila nanga. Mbinguni kuna kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Na cha nani? Na cha mwana kondoo. Huo ndio uzima, huo ndio msingi wa imani yetu. Sasa huyu Mungu mwenye umbo hakubaliki na Katoliki. Na Keroge alimbomoa. Tuko pamoja mpaka hapo? Alifanyaje? Alimbomoa. Sikia vizuri, Rumi unasemaje kuhusu Mungu wao? Kuhusu Mungu wao wa utatu wa Rumi. Mungu wa Rumi hana mwili. Hii ni article yao, Catechism of Catholic Church, mstari wa 212, paragrafu ya 212 katika Kiingereza. Sema God is a pure spirit, he has no body. Kwamba Mungu ni roho tupu, yani moon kwa Kilatini. Yeye hana nini? Mwili. Hana umbo. Hiyo ndio Mungu wa nini? Wa Rumi. Yule pastor, nani mtaji jento, Pastor Makole, alifanya amesoma theolojia. Wakati tunapambania kwa hoja nasema kwamba ni mnamfanya Mungu kuwa kitu tu. Mungu ana umbo. Na kwamba Katoliki kwamba si kwamba umekosea kwa kila kitu. Kwenye issue ya utatu wako sahihi. Huyo ni ati anasema kwamba mimi sijui theolojia, si ndio Yeye kasoma theolojia. Aliyoisoma hiyo imemfanya kuwa na Mungu asiyekuwa na nini? Na umbo. Kwa amemkana Ellen White na waasisi wa SDA. Afu anajita ni SDA. Yeye si wao, wewe uko mu SDA, wewe unakuwa ni Mrumi. Sikia hii nukuu, Catechism of the Catholic Church, paragrafu ya 370 nasema hivi: kwa kuwa Mungu ni roho, yani moon, hana mwili wala viungo vya kimwili, na kwa sababu hiyo hana sura ya kimwili inayoweza kuonyeshwa au kuchorwa. Hizi ni zile kubwa. Sasa kwa pointi yao Mungu ana nini? Ana umbile. Tunakubaliana Lakini maandiko yanasema Mungu ana nini? Ana umbo. Lakini hatumuoni kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Sasa hii Mungu wa utatu ndio huyo. Njeni kuonyesha ile article ya Methodist uweze kuelewa vizuri. Hapa. Hii article. Niko nabadilisha tu. Imani ya Methodist ya utatu inasema hivi, ambayo ilikuwa Ellen White. Sasa kabla hajabatizwa kwa Waadventista. Inasema hivi, nimetafasiri hapa. Hii ni nukuu, hii inaitwa The Article of Religion of the Methodist Church, Article 1 of the Faith in the Holy Trinity. Nasema hivi, yupo Mungu mmoja tu aliye hai na wa kweli, wa milele, asiye na mwili wala sehemu za nini? Hii ni Katoliki, sisi Katoliki. Mwenye nguvu zisizo na ukomo. Hiyo ni malizika hapo. Kwamba uungu huu, yani Godhead, wapo nafsi watatu wenye asili moja, nguvu moja na umilele mmoja, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hiyo ndio imani ya kina Ellen G. White. Inapishana na Warumi. Saipishane Sasa huyo ndio Mungu leo wa Sabato amemrudia. Sasa tuje sasa kuhusu tahadhari kwa kanisa juu ya Kerouac na kitabu chake cha Living Temple. Ellen White akitahadharisha, ambacho kinakataa nafsi ya nani na ya nani, ya Kristo, kwamba Mungu na Kristo wana nini, umbo, ni wanaenea, ni essence inayoenea na pervade all nature, inaingia kwa kila kitu. Mungu yupo, Mungu ameumba, lakini uumbaji, Mungu afungwi na uumbaji, wala haiko ndani ya nini, ya uumbaji, bali iko juu ya nini, ya uumbaji. Ndio maana sala yetu tunafundishwa sema, salini hivi: Baba yetu aliye wapi? Si aliye popote, si aliyeenea, aliyepo wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa ana local place, na huko Mungu malaika wakimsifu, anakuwa nasi kwa njia ya roho wake. Hii onyo nasema hivi, hii ni Selected Message book 1 page ya 200, imeandika mwaka 1904. Mambo ya ajabu yanajitokeza mbeleni. Katika kitabu cha Living Temple,
mna mfano wa alfa ya uzushi. Alfa ya nini? Yaani ile alfa apostasy. Omega inafuata na itapokelewa na wale ambao hawako tayari kutii maonyo ambayo Mungu ametoa. Ni jambo dogo, si dogo? Ni kubwa. Sasa anasema kwamba huu alfa ya wasi, yani living temple, kumsambaratisha Mungu asio na nini? Na umbo. Maana mwisho wa siku Kellogg mwaka 1907 alifuta ushirika na akaenda akaanzisha kituo chake cha Bethel huko cha Sanitarian, na akaanza kufundisha na akakiri imani ya nini? Utatu Mtakatifu. Nenda kasome chuo cha Kellogg. Msingi wake wa imani, kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ajili ya kwanza hivyo alianza kwamba Mungu ana umbo, Mungu ameenea, mwisho utatu ukazilika wapi? Kwake. Kwa ele anasema kwamba watu watakuja, watachukua mafundisho ya Kellogg na wataunda omega ya uasi ya mwisho. Nikisema alfa na omega sinaeleweka? Mwanzo na nini? Sema na itapokelewa. Haongei kwamba itapokelewa nje, itapokelewa na Waadventista wa Sabato. Anasema tena Selected Message, hiyo book 1 page ya 167. Usidanganyike, wengi watatoka katika imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kumbe kusema Mungu ana umbile ni nini? Mafundisho gani? Ya mashetani. Na utatu umekataa Mungu ana nini? Ana umbile. Ni fundisho la nini? La mashetani. Inauma hiyo. Kama una wivu na utatu, pole. Na Mungu akutoe huko. Bwana asifiwe. Sasa tunayo mbele yetu alfa ya hatari hii. Omega itakuwa ya asili ya kushangaza zaidi. Tawaonyesha hapa omega hiyo. Anasema tena book 1 hiyo Selected Message ukurasa wa 203. Nilipoona matokeo ya vitabu hivyo, yani the living temple vya Kellogg, na jinsi vinavyoanza kubadilika, niliogopa sana. Nilijua kuwa omega ilikuwa inafuata mara moja, na nilitetemeka kwa ajili ya watu wetu. Nilitetemeka kwa ajili ya watu wetu. Habari za mchana. Tuko pamoja? Kama tuko pamoja tupungiane mkono. Asante. Alitetemeka sana, akawa na hofu kwa ajili ya watu wetu ambao mimi na wewe. Sasa angalia Wasabato leo wanachokiamini. Kama Kellogg. Hebu nipe hiyo mwongozo wa Sabato. Huko hapo au umeondolewa? Nisema vitabu vyangu visiondolewa hapo. Vina makusudi ya kuwa hapo. Umekiona? Nipe ukurasa wa 180. Tena kwa haraka. Hivi hii inachukua huko au ichukue? Nachukui. Haya basi wataipata huko kwa simulizi. Soma kipengele cha 2-3. Anasema ndio, kuna Mungu mmoja. Anza kwanza title juu. Title inasema imani za msingi za Waadventista wa Sabato. Anasema kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa ina maana Mungu wa Sabato, Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, si ndio? Na tumeambia utatu, Mungu wa utatu ana nini? Ana umbo. Hebu nipe hiyo katekisimu hiyo ya kijani. Hiyo ni blue ukurasa ule wa 16. Nisomee. Hii ni katekisimu sasa. Wanasemaje kuhusu Mungu wao? Anasema katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba ndio Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Mungu Roho Mtakatifu nani? Ni Mungu. Anasema lakini kuna Mungu mmoja tu, na wala si watatu. Na wala si nini? Watatu. Si watatu. Endelea. Ni fumbo ambalo sisi hatulielewi kabisa. Jamani, Mungu asieleweka, si ndio? Yaani viongozi wa dini hawamwelewi nani? Mungu tena kabisa. Hivi na bado hiyo imani unakuwepo kweli? Yesu anasema kwamba, hebu tuende kwanza ile Petro wa 2.
1:3. Tunapaswa kumjua Mungu wetu, na kumjua Mungu wetu ndio ufahamu na ndio uzima. Soma. Anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu. Mstari wa ngapi? Petro ngapi hiyo? Petro pili 1:3. Petro kwanza 1:3. Petro kwanza. Petro kwanza 1:3. Anasemaje? Anasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa rehema zake nyingi. Hapana, sio andiko. Petro kwanza 1 mstari wake ni wa 3. Mstari wa pili anasema kama vile Mungu Baba. Hapana, hebu nenda Petro wa pili. Hebu soma mstari wa pili. Petro pili 1 mstari wa pili. Neema na iwe kwenu. Neema na iwe kwenu. Na amani iongezwe. Na amani iongezwe katika kumjua Mungu. Katika kumjua nani? Mungu. Na nani? Na Yesu Bwana wetu. Na Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe. Kumbe tunapaswa kumjua nani? Mungu. Na nani? Na Yesu Bwana wetu. Na akatuambia kwamba Mungu hajulikani. Hebu hicho kitabu hicho cha maandiko ya awali kiko hapo chekundu. Fungua ukurasa wa 51 kwanza ile para ya kwanza. Kwa Mungu wetu ni Mungu anayejulikana, ni Mungu mwenye umbile. Na Ellen White wakati anaenda katika mbinguni katika maono, alimuona Yesu katika utukufu wake, katika umbile, na akauliza, baba yako ana umbo kama lako? Ellen White akamjibu vipi? Soma juu kabisa. Anasema niliona kiti cha enzi na juu yake ameketi nani? Akiwa ameketi Baba na Mwana. Niliutazama uso wa Yesu na kuvutiwa na umbo lake. Na kuvutiwa na nini? Na umbo lake. Na kuvutiwa na umbo lake la kupendeza. Sikuweza kuona umbo la Baba. Kwa maana lilifunikwa na wingu na utukufu. Na nini? Na utukufu. Nilimuuliza Yesu iwapo baba yake ana umbo kama lake. Akasemaje? Akanijibu kuwa analo. Bwana asifiwe. Akanijibu kuwa nini? Analo. Lakini endelea na andiko hapo, lakini huwezi kuliona. Anasema ndio. Anasema hivi lakini sikuweza kuliona umbo lake. Kuona umbo lake. Kwa maana Yesu alisema mara tu ukilitazama utukufu wa umbo lake unakufa papo hapo. Tena kusema kwenye English, yani una lose existence, yani unakuwa kama uje kuwepo. Ndio maana kumwona baba si mchezo. Ndio maana baba alimtuma nani? Mwanawe awe daraja. Maana anajua yeye ni moto ulao, hauchangamani na dhambi. Mimi na wewe tutaenda kumwona Mungu kweli kwa mambo ya kijinga ambayo tunayafanya? Malaika wenyewe pale, wale maserafi na makerubi ambao ni watakatifu sana, wanafunika nyuso zao, mtakatifu 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 ni Bwana, na wamefunga wamuone pale kwa macho. Si mchezo. Mungu si mchezo, rafiki zangu. Lakini leo tunamfanyia mizaa. Sawa kama Mungu iko rohoni, nakuja na nguo za ajabu. Kama ni mwanaume unavaa mpaka viungo, au mwanamke. Maana tunaonyesha sana wanawake, lakini wanaume pia leo tunavaa nguo za nini? Tunavaa nguo zinaonyesha maumbile yako. Na anahitaji maumbile yako. Musa aliambiwa, ukienda katika ua wa Bwana, angalia uchi wako usionekane juu ya madhabahu, usije ukafa. Yaani Mungu anataka utakatifu. Ndio maana kusema Ibrania 12 ni mstari wangapi ule? Tafuteni utakatifu. Sura ya 12 fikiri mstari wa 14. Tafuteni nini? Utakatifu, ambao hakuna mtu ambaye ataweza kumwona Bwana asipokuwa nao. Na Yesu anasema kwamba mtakuwa watakatifu kama baba yenu alivyo nini? Sasa ili uweze kumwona Mungu lazima uwe na utakatifu kama wake. Na ule utakatifu unaopata kwa njia nani? Ya Kristo. Sababu muda wangu umeisha. Baadaye tutakutana, utaona bayana leo Waadventista wa leo walivyokuwa pantheisti, wanavyomkataa Mungu wa Biblia, Mungu wa baba zao, Mungu ambaye ni mmoja, aliye Baba mwenye umbile, na mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo. Wangapi tuko pamoja mchana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji njooni mbele. Mungu wabariki. Tutaimba wimbo mmoja alafu tutaomba.